Kwenye ufugaji wa bata bukini au kama wengi wanavyopenda kuwaita bata maji, kuna jambo muhimu sana ambalo unatakiwa uzingatie kwa mtu anayetaka kuwafuga hawa ndege. Lazima ahakikishe kuna maji ya kutosha. Yaani maji ya kunywa, lakini maji kama dimbwi au bwawa dogo kwa ajili ya wao kuogelea. Hapa ni barabarani kama unavyoona, ni highway kabisa, lakini hawa jamaa wamekuta hili dimbwi hapa kwenye barabara, wanaendelea kuogelea. Hawa ndege wanategemea sana maji kwa ajili ya ustawi wao katika ukuaji, lakini pia katika uzazi. Hawezi kuzaliana kama ni pakavu kama vile wanavyoishi huku. Kwa hiyo mtu anayetaka kuwafuga hawa ndege lazima hakikishe kuna maji ya kutosha, yaani maji ya kunywa, lakini pia maji kwa ajili ya wao kuogelea kama unavyoona. Yaani hapa wanahisi kabisa wako katika mazingira yao ya asili, mazingira ya nyumbani kwao, tofauti na sisi tunavyowafuga majumbani kwetu. Kwa hiyo mtu anayetaka kufuga bata bukini au bata wengine, ukiacha bata mzinga, lazima hakikishe kuna dimbwi au bwawa la kuogelea kama unavyowaona hawa. Tunaona magari yanapita, lakini hawaogopi kabisa. Wanaogelea, wanapendeza kama unavyowaona, na kukiwa na hali kama hii watazaliana sana. Hapa inabidi niwaache waendelee kuenjoy kwa sababu hapo wanahisi kama ni hatari, ndio maana unaona wanaanza kuondoka. Lakini nikiondoka tu kama unavyoona wanarudi tena kuogelea. Na hii pia inawasaidia hata kupunguza joto la mwili wakati kunapokuwa na joto kali, hasa mikoa yetu ya ukanda wa pwani kama Dar es Salaam, na kipindi hiki kuna joto. Kwa hiyo ukiacha tu kuogelea na uzazi, pia inasaidia kupunguza joto la mwili. Kumbuka ndege ni mojawapo ya wale wanyama ambao joto la miili yao pia linategemea pia mazingira ambayo wanakuwepo kwa ajili ya kupunguza joto. Kwa hiyo hii ni muhimu pia, kwa hiyo lazima uhakikishe kuna maji. Kwa hiyo tuendelee kujifunza, subscribe kama bado, bonyeza alama ya kengele ili usikose mambo mazuri ya kujifunza juu ya ufugaji bora. Asante sana.